Hii ni Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Katana mapigano ya siku tatu, wazawaza wa wachakaza magaidi wa M23 Alliance Congo pamoja na RDF. Fizi wami wa asili wa kutana kuwasaidia wazawaza. Kivu ya Kusini, wazalendo wakanusha madai ya M23 Twirwaneho kuwapiga raia. Majira ikiwa ni tarehe 9 za mwezi wa 6 2025, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka operation saidia muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba zetu ambazo uko sana kwa sana hapo, ili uweze kusana moja kwa moja na Baraka1 TV, na pia tembelea Baraka1 TV channel 2 ili uendelee kupata matukio mbalimbali ambayo yako nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Katana, ambako mapigano ya siku tatu, wazawaza wa wachakaza magaidi wa M23 walisema pamoja na RDF. Hali ilikuwa mbaya sana na yenye kutisha baada ya wazawaza kuwasha moto eneo la Katana, huku wakifanikiwa kuwaangusha magaidi zaidi ya 12 na kuchukua silaha pamoja na mahitaji mengine ya kivita. Katana ambayo inapatikana tarafani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini ulikuwa ni mchezo wa vuta ni kuvute, huku magaidi wa M23 wakikula kichapo kutoka kwa wazawaza na kufanikiwa kuchukua silaha pamoja na mahitaji mengine muhimu ya kivita. Wazalendo wanaonekana kupania kuchukua mji wa Bukavu, mji wa Goma na maeneo yote ambayo yanashikiliwa mikononi mwa magaidi wa M23. Kuhusu habari ya Katana, wale waasi walipigwa kichapo kikubwa sana. Walipigwa kichapo kikubwa sana. Gisi bazalendo kishaanza fonce kwa tambuka ya university ya Lukwebo, eneo ambao wanaita Kayanja. Kwa tambuka Kayanja. Alors après Kayanja kuko nyingine village iko Kayanja, kisha wakitambuka ile village après Kayanja wakibaneza elekea fasi banitaka Mulongi. Après Mulongi ndio biko wanafoncer sasa kukuya Kavumo, kwa aeroport wa Kavumo. Juu walikuwa wana juzi kukucha jana balingiaka mu nyumba ya Lukwebo pale Katana Centre, ndio balingiaka busima aux environs de 14h selena 18h, bariana bakabaanza hadi jana mpaka hivi. Kwa sasa hatuyajua tena hali ya Katana iko je, ndio ni yue realite iko aye kutere. Mapigano mengine yameripotiwa tarafani Fizi, eneo la Rugezi, ambako Twirwaneho Red Tabara M23 wanaendelea kukutana na mkono wa chuma kutoka kwa wazalendo. Na baada ya matangazo hayo kutoka huko maeneo ya Katana, na moja kwa moja tuingie tarafani Fizi, ambako wami wa asili wakutana kuwasaidia wazalendo. Kikao kilichofanyika tarafani Fizi jimboni Kivu ya Kusini, ambako wami wa asili wote wa tarafani Fizi waliweza kukutana kwa ajili ya kujadili namna gani ya kuweza kuwasaidia wazalendo ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano.
Katika kikao hicho wami waliweza kuzungumza mambo mengi ya msingi, na mengine ilikuwa ni swala la kuweza kuondoa vizuizi ambavyo viko maeneo yote ya barabara, huku ule mchango wami wakikubaliana na wazee wa maeneo mbalimbali ya vijiji mbalimbali kuweza kuwa na kusanya pesa kwa ajili ya kuwasaidia wazalendo ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Mengi na zaidi, huyu hapa msemaji wa wami wa asili kutoka tarafani Fizi. Yatendwa nivo bariere chose chile territoire ya Fizi cha wazalendo bami bamona chile bariere chose chambwa mfuko na strategie ya enjwa obanda na iongo la chicho pesa charge ya ebwa ma chef de village na tuabu tupita iongo la chicho pesa mboka omboka na ichangana na bibyo oba associé na société civile pamoja na jeunesse yose ya territoire ya Fizi. Taele société civile ya nganja sha tenda ete mwami wa nganja na tenda ete wahebwa ruhusa na bami ba Fizi itombwe. Mana yake pesa cho ongolwa territoire yose ya Fizi na yeto sektere ya itombwe. I sektere chitano cha compose eno renyo ya echo hano alobongia obanda na mi ombwe ye ilola namna beni eto saidia yeto bipembwe na chabo grupe chose chile moyofro benu ese ibado bashi kuchina la bami ba Fizi tombwe ale mwamila la bato asatu waebwa lolo rusa asaole msao ebalo yose ya Fizi itombwe. Asante mama. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko tarafani Fizi, huko nasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Dedone Butoto, King Sele pamoja na Ejide Kizenga Tembele wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Pia unafuata matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na wale ambao wako Afrika ya Kusini pia wote mnakuwa mnasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo moja kwa moja tuingie jimboni Kivu ya Kusini, ambako wazalendo wakanusha madai ya M23 Twirwaneho kuwapiga raia. Hivi karibuni magaidi wa M23 na muungano wa Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF huko wakishirikiana na Red Tabara pia na Twirwaneho waliweza kuandika barua kutuma kwa Umoja wa Mataifa, huku wakilalamika kwamba wazalendo katika nyanja za milima ya juu wanakuwa wanawapiga raia na huku kufanya maisha kuwa magumu kwa raia wenye asili ya Kinyarwanda, wakimbizi waliokimbia kutoka Rwanda kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanaishi katika milima ya nyanja za juu. Madai hayo yaliweza kukanushwa na wazalendo wanaongozwa na Bwana Zelambuma. Tulipozungumza na msemaji wa Zelambuma, alikuwa na haya ya kuzungumza. Hili swali ni swali ambalo inabidi nikuwe naliuliza mara kwa mara kwa wazalendo ambao wako napigana maeneo ya milima kule, Mikenge mawapi kule. Twirwaneho na Red Tabara na M23 wanaandika mabarua, wanasema kwamba wazalendo wako wanawapiga raia. Sasa ile swali liko, je, mko mnawapiga raia ama mko mnafanyaje kule? Hiyo ni mambo ambayo huwa wanaizungumza kwa ajili wakishapata defeat kidogo, wanazungumza kama wanapiga raia. Lakini nikwambie kama mu plateau, nikwambie kama wale wa bwana wa Nyamurenge wa Nyarwanda hawana wa raia. Nakwambia kama kule surtout eneo ya Mikenge pale kuko Red Tabara, kuko CND yake Zabampemba Louise,
na kuko Twigwaneho na kuko wa M23 wako pale Mikenge. Ndio watu ambao tunapigana usiku baada nyingine. Sisi hatupigana raia hapa. Tunapigana na majeshi kabisa ambao wako wengi pale, wametokea ngambo za Uganda, ngambo za Bukavu na Rwanda. Wanajipenyeza kutoka Bukavu, wanapanda vilima mpaka wanatendre mwezo maeneo. Sasa hao watu wanajipenezaje? Wanapataje njia ya kujipenyeza kutoka Rwanda, kutoka Burundi hivi, yani wanapita mpaka wanafika milimani? Simula kuna clique ya watu ambao wanaonyesha njia. Hiyo ni kweli kwa sababu unajua kama ndani ya Kongo mna mambo mengi sana. Hizi sehemu za Kagere, hizo sehemu za huko majina wako mimi sikufahamu vizuri. Kuna watu ambao tumesikia kama wamejiunga na M23 hiyo zetu wa Kongomani, na ni wale ambao wanaonyesha manjia. Na wakishafika Mo Plateau, surtout Mo Plateau ya Masango, Mo Plateau ya Muramvya, wako na manjia zao ambao wanapita surtout entre kuko makamba kuko manani maka za wenzetu wa Tafok, wanapenyeza pale na wanapita kwa sababu deja wamechukua na watoto wao. Sasa situation ya raia wa Kikongomani kule milimani ikoje? Raia wa Kikongomani wako salama sababu tunaendelea kuwalindia usalama. Raia nzima yote wako na amani sababu wako nyuma, sisi ndio tuko mbele. Tunaenda kuwalindia, tunawalindia usalama kama kawaida. Kuna ushirikiano wote kati ya wazalendo na jeshi la FARDC kule milimani? Ndio. Ile swala la usaliti ambalo liko linatokea kwa FARDC na Nigeria. Sisi na FARDC hatuna shida. Kwa sababu tangu tukuwe wazalendo, mzalendo ni mtu mwenyewe anatumika na FARDC. Sisi tuko reserve ya army de defense. Sisi ni watu ambao tunatumika na FARDC vizuri sana, hatuna shida. Na swala kati la wazalendo wao pia kuheshimiana pia likoje? Swala la kutokuwa na ushirikiano zaidi entre wazalendo na wazalendo ni matatizo vidogo tu ambao buko ma confusion fulani, kwa sababu unajua kama sisi ni watu ambao hatuyaenda kwenye center. Sisi ni watu ambao tumesikia hasira na ikabidi tukamate hasira kwa kutetea nchi. Kwa hiyo kuna makomportema zenye ziko mali jere. Kuna makomportema zimo zenye tuko tunaenda kuzifanyizia kazi, kwa sababu unajua wazalendo wengi wangali bado kwa nyumba zao hawayakuwa kwenye masenta, hawayakuwa kwenye makambi. Na wakati watakuwa kwenye makambi na waza kila kitu kitakuwa mzuri. Huko tofauti entre mtu mwenyewe kwa mkaa na mtu mwenyewe kwa nyumba. Bako una tofauti pale. Hiyo ndio matatizo vidogo, lakini nawaza wakati gouvernement itakuwa na mambo ya mzuri kusema kama tupate logistique ya mzuri, tukue kwa makamu mzuri sie bote, tukue na moyo ya tujere mzuri, nawaza kila kitu yote na discipline itakuwa mzuri sana. Tukimalizia na hili swala la logistique appui kutoka kwa gouvernement, unaiambiaje serikali juu ya kuweza kuapuie waza financièrement et aussi logistique? Sisi hilo ni swala ambalo tunakuwa nalo na ni swala ambalo ni la muhimu sana, kwa sababu kama adui amefikia kutoka Nord Kivu ameshakuwa Sud, shida ni logistic. Lakini wakati kabisa tunakuwa pia mzuri, nawaza kama kila kitu kitakuwa vizuri na adui atapigwa kama kawaida. Message gani kwa population ya Fizi, Uvira, Bukavu na Republique yote en general? Napatia population yetu ya Sud, nawaambia kama wawe imara. Jeshi la wazalendo wazawaza wanakuwa hapa kwa ajili ya kudefend na kutetelea haki zozote zile. Hawata kusede, hawata kubali kurudia nyuma, kuachia adui nafasi. Wawe na imani na pia waende kuwa na maombi pia kwa kuombea nchi yetu pamoja na kuombea wazalendo wako imara na wanaendelea kufanya kazi. Nakushukuru sana bwana. Asante sana. Tunashia hapa. Haya mazungumzo ni mazungumzo mazuri sana na nafikiri yatatujenga. Na hayo ndio ambayo tuko nayo kwa asubuhi ya leo ya tarehe 9 mwezi wa 6
2025. Mingine tukutanane saa 6 ambako hii interview ya msemaji wa Zelambuma utakwenda kuifuata yote mwanzo mpaka mwisho. Pia tukutanane saa 9 pamoja na saa 12 ambako utakuwa na mambo mengine utasikia kutoka Baraka1 TV. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP.